strike leo, lakini bado mambo yataendelea tu, kazi iendelee. Hakukuwa na kelele nyingi alipokuwa mdogo, lakini kila alipoimba hata waliokuwa mbali walitulia. Alikulia katika mazingira ya kawaida kabisa, akielekea shule kama watoto wengine, lakini moyo wake ulikuwa unasukumwa na midundo aliyokuwa akiisikia kwenye redio za mtaani. Mara kwa mara alikuwa akijifungia chumbani kwake, akiandika mistari rahisi yenye maswali na tafakari juu ya mahusiano ya watu wazima. Yani alikuwa kama mtu mzima mdogo hivi. Wakati vijana wenzake wakikimbilia umaarufu wa haraka, yeye alichagua kwenda taratibu. Aliingia studio kwa mara ya kwanza mikononi mwa Edwin Tony Nicholas, producer aliyekuwa makini na mwenye jicho la kuona vipaji kimya. Ndani ya muda mfupi walizalisha kazi moja ambayo ilibeba maswali yote aliyokuwa nayo moyoni tangu utotoni. Wimbo huu ulipopigwa kwa mara ya kwanza kwenye redio, simu hazikuacha kupigwa. Ulikuwa wimbo wa mwanaume asiye na hasira, asiye na masharti, bali mwenye nia ya kujua unapenda nini, nipende kwa lipi. Mashairi yalieleweka kwa mtu yeyote aliyewahi kuupenda. Mdundo ulikuwa mtulivu na kila mstari uliingia moja kwa moja, yani ulipenya. Wimbo huo ulifika nafasi ya pili kwenye Billboard Hot 100 na ukaweka rekodi kwenye anga ya R&B kama moja ya nyimbo zilizosikilizwa sana mwishoni mwa miaka ya 90. Uliwapa watu sababu ya kuamini kuwa sauti ya mwanaume mwema bado ipo. Wimbo huu ulimjengea nafasi ya kupendwa kimya kimya na watu waliokuwa na maneno machache lakini mioyo mizito. Hakuhitaji kelele, sauti yake ilifanya kazi yote. Msanii huyu si mwingine bali ni Joe Thomas. Wimbo unaitwa I Wanna Know. Kwa sasa bado anapiga show Marekani, akiburudisha mashabiki kwa Grown and Sexy, huku akiongoza lebo yake binafsi na kuachia nyimbo mpya kila mwaka kwa mashabiki waliobaki waaminifu tangu enzi hizo. I Wanna Know ndo Muhenga hit song ya leo. A very good morning to you.